Tukirejea barani Afrika, tuelekee nchini Uganda. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ambaye yupo katika kipindi cha kampeni kuwania urais kwa mara nyingine tena, amesema kwamba kwa wale wanaopanga kuandamana, anasema tuna risasi za kutosha. Kauli ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kuhusu kuwapa askari risasi 120 kabla ya uchaguzi mkuu imezua hofu na ukosoaji mkubwa. Upinzani na wananchi wameonya vitisho hivyo vinavyoweza kudhoofisha amani, demokrasia na haki. Rais huyo wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amekosolewa vikali kufuatia kauli yake kuhusu maandalizi ya kuwapa askari polisi na wanajeshi risasi 120 kila mmoja kwa ajili ya kukabiliana na vurugu wakati wa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Januari mwaka ujao. Kauli hiyo imeibua mjadala mpana ndani na nje ya nchi kuhusu usalama, demokrasia na haki za kibinadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la DW, Museveni alitoa matamshi hayo wakati akijibu swali la wanahabari katika moja ya vikao vya jioni. Swali hilo lilihusu mwito wa mara kwa mara wa mpinzani wake mkuu Robert Kyagulanyi anayejulikana kama Bobi Wine, anayehimiza wapiga kura kubaki kwenye vituo vya kupiga kura ili kuhakikisha kura zao haziibiwi. Akijibu, Rais Museveni ambaye ni mgombea wa chama tawala cha NRM alisema kuwa askari wa usalama wako tayari kukabiliana na vurugu zozote, akitaja idadi ya risasi walizonazo kama ishara ya nguvu ya dola. Nimekuwa nikimsikia Kyagulanyi akisema askari ni wachache na wanaweza kufanya vurugu ni wengi. Msimsikilize kwa sababu kila askari ana risasi 120. Mkisema wanaofanya vurugu ni wengi, walinganisheni na idadi ya risasi za askari, alisema Museveni. Kauli hiyo imeibua hofu na wasiwasi miongoni mwa wananchi wengi, huku baadhi wakisema matamshi hayo yanaweza kuwakatisha tamaa raia kujitokeza kupiga kura. Wengine wameelezea kuwa amani na uthabiti wa taifa haviwezi kudumishwa kwa vitisho vya silaha. Baadhi ya wananchi wamekosoa mtazamo huo, wakisema kuwa historia ya dunia inaonyesha kuwa nguvu za kijeshi haziwezi kuzima sauti ya watu kwa muda mrefu. Huahidi amani kwa watu kwa kuambia una risasi na bunduki. Hapajawahi kutokea vita katika dunia ambapo watu wengi wanaopinga jambo hushindwa kwa bunduki, alisema mmoja wa wananchi. Kwa upande wake, mgombea wa chama kikuu cha upinzani cha National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine amemshutumu vikali Rais Museveni kwa kauli hiyo, akisema ni ya kutisha na inayokiuka misingi ya haki za binadamu. Kyagulanyi aliwahimiza polisi na wanajeshi kutokubali kutumiwa kuwaua wananchi wenzao wanaotetea na kutekeleza haki zao za kikatiba wakati wa uchaguzi. Ujumbe wangu kwa polisi na wanajeshi: huyu bwana amezeeka na anaondoka. Nyinyi mnajua kuwa kwa mujibu wa sheria za haki za binadamu mtawajibika kibinafsi kwa vitendo vyovyote vinavyokiuka haki za binadamu, alisema Kyagulanyi. Aliongeza kuwa wananchi ambao Museveni anawataja kama wahusika wa vurugu ni ndugu, dada, jamaa na Waganda wenzao, akisisitiza kuwa ni raia wa Uganda wanaotumia haki yao ya kisheria. Mkuu wa majeshi hata hivyo alijiingiza moja kwa moja kwenye mjadala huo wa uchaguzi. Mjadala kuhusu iwapo wapiga kura waruhusiwe kubaki kwenye vituo vya kupiga kura kusubiri matokeo umeendelea kushika kasi ndani na nje ya bunge la Uganda. Mjadala huo uliongezeka baada ya mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mwana wa Rais Museveni, kutoa onyo kali kuhusu suala hilo. Hata wiki hii wakati wa sherehe za kuvisha maafisa wa kijeshi nyota, Jenerali Kainerugaba alirudia onyo, akisema kuwa wananchi wanapaswa kupiga kura na kurejea nyumbani mara moja bila kubaki kwenye vituo vya kupiga kura. Tunatoa mwito kwa wananchi kupiga kura kwa amani na waende nyumbani, wasibaki kwenye vituo vya kupiga kura. Watakaojaribu kuzusha vurugu tutachukua hatua za haraka kwa kutumia zana zozote tulizonazo, alisema. Uchaguzi mkuu wa Uganda unatarajiwa kufanyika tarehe 15 Januari mwakani 2026, huku wagombea 8 wa urais wakiendelea na kampeni zao katika maeneo mbalimbali ya nchi. Watazamaji wa siasa za Uganda na mashirika ya haki za binadamu wanaendelea kufuatilia kwa karibu mazingira ya uchaguzi huo. Kupitia hapa The World News, nasi tutaendelea kukufahamisha ni nini ambacho kinajiri kupitia siasa za nchini Uganda na hata katika siku za uchaguzi nchini humo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.